Tunashukuru sana kwa ajili ya neema nyingine ambayo Mungu ametupatia. Kwa majina naitwa Bishop Emmanuel Chomba. Bado tuko hapa tunaendelea na maandalizi ya kongamano. Na tunashukuru sana kwa ajili ya maandalizi yanavyoendelea. Kwa kweli tunamwona Mungu akitenda na tunamwona Mungu akitembea. Tunatarajia kupokea wageni kutoka sehemu mbalimbali, kutoka Marekani, kutoka Ufaransa, kutoka Kenya, kutoka Uganda na kutoka DRC, Burundi na Rwanda. Watakuwepo hapa. Tunawakaribisha wote hapa katika kanisa la Jesus Power Revival Center, Pugu stesheni, katika jiji la Dar es Salaam, wilaya Ilala. Tunawakaribisha sana, njoeni kwa wingi. Tutafurahia sana kushiriki pamoja nanyi katika kongamano hili. Chakula kitakuwepo asubuhi, watakaowahi kutakuwa na breakfast, chai na maandazi. Yatakuwepo na mikate na mayai, sausage zitakuwepo, breakfast ya nguvu. Unaanza na chakula cha mwilini kwanza, ndio unaenda kupata chakula cha rohoni. Mchana tutapata lunch na jioni tutapata chakula pia, na wageni watakuwepo hapa. Tunatarajia kuwa na kwaya kutoka Malawi, watakuja hapa na wataimba. Tunatarajia kuwa na kwaya kutoka Kenya, kutoka Uganda, kutoka DRC, lakini tutakuwa na kwaya pia zetu za hapa kanisani. Tuna Sayuni kwaya, tuna New Jerusalem kwaya, tutakuwa na kwaya ya Makerubi kwaya, ni kwaya zote ambazo ziko hapa kanisani, pamoja na Paradiso kwaya. Wote watakuwepo hapa na watamtumikia Mungu. Tutakuwa na waimbaji mbalimbali na waimbaji binafsi ambao tunatarajia kuwa na Kibonge wa Yesu, tutakuwa na Happy Mlinga, tunatarajia kuwa na mtumishi wa Mungu Boniface Mwaitege. Tunatarajia kuwa na waimbaji wengi sana, watakuwa ni wengi mno, wengi. Nadhani wengine majina yao kidogo yananipita, lakini tutakuwa nao hapa. Kwa hiyo tutakuwa na praise and worship ya Jesus Power Revival Center, na tutakuwa na praise and worship team kutoka pale kwa mchungaji John Saidi. Kwa hiyo kila kitu kitenda vizuri. Tunakaribisha sana nyote katika kongamano hili. Karibuni sana na Mungu awabariki, na ninakuomba usipange kukosa. Kongamano limekuwa na mwitikio mkubwa, lakini isitoshe ni kwamba waumini tu wenyewe kanisani wote watakuwa ni wahudumu. Walisema sisi tutakuwa wahudumu katika kongamano hili. Sasa fikiria waumini zaidi ya 200 ambao wanataka wote wawe wahudumu katika kongamano. Basi tukawaambia ruksa. Ruksa. Sasa ina maana tunatarajia kupokea wageni wengi. Tutakuwa na makanisa ya Kipentekosti pia, CPCT. Maana mwenyekiti wetu wa CPCT wilaya Ilala atakuwa ni miongoni mwa wahubiri watakao hubiri kwenye kongamano. Askofu Martin Mumbe atakuwepo hapa. Tunatarajia pia kuwa na askofu wetu wa mkoa Reverend Fonka atakuwepo hapa. Kwa tutakuwa na watumishi mbalimbali. Zoni yote ya Pugu itakuwepo hapa, na kila kitu kitenda vizuri, maana kongamano linalenga kufundisha kanisa kwa ajili ya maandalizi ya kuliandaa kanisa kwa ajili ya unyakuo wa siku za mwisho. Ili kongamano sio la kukosa, kwa sababu ni makongamano ambayo yanafanyika mara chache sana kwenye makanisa ya Kipentekosti. Kwa itakuwa ni moja kati ya kongamano kubwa sana ambazo zimeisha wahi kutokea katika taifa letu. Kwa ndio maana tunaomba watu wote mje mshiriki katika kongamano, na Mungu wa mbinguni atawabariki. Ni kweli shuhuda zipo nyingi sana. Labda kama tungepata nafasi ya kutosha tungewaita watu waje washuhudie wenyewe, lakini kwa kuwa nafasi ni finyu, labda niongelee shuhuda mojawapo ambazo zimeshuhudiwa leo katika ibada ya siku ya leo Jumapili hii, ambayo ikiwemo na yule bwana ambaye anaitwa Mwita, ambaye alikuwa na uvimbe katika mkono wake, uvimbe wa ajabu, na amezunguka sehemu mbalimbali, hospitali zote, ameenda mpaka amefika boda, mpaka kaenda Kenya kutafuta uponyaji na hakufanikiwa. Amezunguka kwa waganga kwenye makanisa, na Mungu akaachilia neema. Ndani ya wiki hii tumemwombea ule uvimbe, tukauombea na ukapona, na hivi sasa ni mzima, na amekuja kanisani leo kushuhudia
na alikuwa haamini Ukristo, haamini katika ulokole, haamini katika Pentecost. Alisema yeye ana dini yake, lakini baada ya uponyaji tukamshangaa, sasa hivi anasali hapa kanisani na amesema habanduki. Kwa hiyo kuna ndugu ambaye tunaye hapa, alikuja hapa akiwa mlemavu, akiwa amebebwa, na alikuwa ni mganga wa kienyeji. Kumbe waganga nao ulogwa. Mganga alikaletwa hapa akiwa amepooza, akalazwa kule nyuma ya kanisa. Wakati wa maombezi tulimwita, akaletwa mbele, tukamwombea, na sasa anaweza kutembea. Japo anatumia fimbo kwa kutafuta balance, lakini haikuwa rahisi. Sasa anaweza kutembea mwenyewe. Tunamshukuru Bwana kwa matendo yake makubwa. Sasa shuhuda zipo nyingi sana. Kuna mama ambaye alikuwa afe mume wake, na wakati naomba Mungu akaniambia waambie watu wafunge macho, kuna kitu Mungu atamuonesha. Binti yake akawa ameona majeneza yanapitishwa mbele ya macho yake, na mimi hakuwa ameniambia, lakini Roho akaniambia wakati ule kwamba yule mama mume wake anaenda kufariki. Na wakati tunaomba roho ya mauti, ule mama, nguvu ya Mungu ikaingia ndani yake. Hiyo roho ikaongea kwamba tunaondoka. Roho ikaondoka, na ilipoondoka na yule binti yake, kumbe akawa ameona majeneza, na baadaye wakaja kushuhudia. Na yule baba kadai ile siku ya ibada alitaka kutoka, akasikia ndani mwake kwamba asiondoke. Dereva wa airport, na alikuwa anataka kuondoka, akasikia sauti namwambia usiondoke. Akagoma kabisa, na alipokuwa amelala nyumbani, baada tulipomaliza ibada na maombezi, yule baba akatoka nyumbani, akawa ameenda kazini kwake, akasikia amani. Na siku ile ile baadaye jioni akasikia ndugu yake amepata ajali na akawa ameumia vibaya. Kwa hiyo roho ya mauti ambayo ilitakiwa imuangamize yule baba ikawa imemkosa, na ndugu yake akawa amepata ajali, lakini hakufa kwa kuwa tulikuwa tayari tumeshaondoka. Tuna watu wamepona ukimwi hapa, kuna watu tumeombea. Wale binti kijana alikuwa amekufa na Mungu akawa amemfufua. Kwa shuhuda zipo nyingi mno. Wale ambao walikuwa hawana biashara na sasa Mungu amewabariki wana biashara.